Katika historia ya Tanzania, majina ya viongozi mashuhuri yameandika alama zao kwa wino wa dhahabu, lakini jina la hayati John Pombe Magufuli linang'ara kwa upekee wake. Alikuwa kiongozi jasiri, mzalendo wa kweli na mpigania maendeleo aliyelipa taifa mwelekeo mpya katika upeo wa mageuzi. Sekta ya michezo ilipata mwamko mpya, ikinawili kama ua la waridi lililonyeshewa na mvua ya matumaini. Akiwa kama fundi mahiri aliyoboresha jengo la thamani, Magufuli aliwekeza kwa dhati katika miundombinu ya michezo, akihakikisha kuwa vijana wa taifa wanapata fursa za kuonyesha vipaji vyao. Uwanja wa William Benjamin Mkapa ulirekebishwa kama roro ya bahari, ukiendelea kuwa jukwaa la mashindano makubwa ya kitaifa na kimataifa. Ukarabati wa uwanja wa Jamhuri Dodoma ulileta mwanga mpya kwa mji mkuu, ukichochea hali ya michezo. Viwanja vingine vilijengwa na kuboreshwa kama mashamba ya ndoto yanayolea nyota ya kesho. Ndani ya Taifa Stars kwa muda mrefu ilionekana kama jahazi lilipoteza dira baharini, lakini chini ya uongozi wa Magufuli upepo wa matumaini ulianza kuvuma na kusukuma mtumbwi. Alihakikisha timu inapata motisha ya kifedha, akiwazawadia wachezaji baada ya ushindi, hatua iliyozidisha hali yao uwanjani. Safari ya kuelekea AFCON mwaka 2019 baada ya miaka 39 ilikuwa kama hadithi ya kifalme iliyojaa ujasiri na ushindi. Mashabiki walihamasishwa kuunga mkono timu yao, huku Magufuli mwenyewe akijitokeza kama shabiki nambari 1 wa mchezo wa soka. Ligi kuu ya Tanzania bara ilianza kung'aa zaidi, ikipata mshawasha wa wawekezaji na ushindani. Magufuli aliwahimiza wawekezaji na wadhamini kuwekeza kwenye vilabu, na matokeo yake Simba Sports Club na Young Africans zikawa moto wa kuotea mbali katika mashindano ya kimataifa. Utawala bora kwenye vilabu ulisisitizwa, akitaka michezo isiharibiwe na mizizi ya ufisadi. Mashindano ya soka yalipewa nguvu mpya, mashabiki wakijitokeza kwa wingi kama mawimbi ya bahari yaliyovumishwa na upepo wa matumaini. Ingawa soka ilikuwa kitovu cha hamasa, Magufuli hakusahau nyanja nyingine za michezo. Riadha ilipewa msukumo, akiwataka wanariadha kufukuza upepo wa ushindi kimataifa. Netball na mpira wa kikapu vilihamasishwa, vikipewa jukwaa la kustawi. Michezo ya jadi na ngumi zilipewa nafasi kama turathi zinazobeba utambulisho wa taifa. Magufuli alikuwa simba katika vita dhidi ya ufisadi, akihakikisha kuwa pesa za michezo zinatumika na wanamichezo na si mafisadi. Alisisitiza uwazi katika matumizi ya fedha za mashirikisho ya michezo. Alihakikisha wanamichezo wanalipwa stahiki zao kwa wakati. Alipinga watu wanaotumia michezo kama ngazi ya kujitajirisha, badala yake kuendeleza vipaji. Magufuli, michezo haikuwa burudani tu, bali nyenzo ya kujenga mshikamano wa kitaifa. Alihamasisha Watanzania kujivunia timu zao na kushiriki kikamilifu katika kushangilia wawakilishi wao. Michezo ilitumika kama daraja kuunganisha watu wa makabila, dini na itikadi tofauti kwa lengo la kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Nyakati za ushindi, Tanzania ilitetemeka kwa shangwe, na wakati wa changamoto, taifa iliungana kupeana moyo. Hii ndio roho ya michezo aliyoitaka Magufuli kuimarisha. Katika kumbukumbu za historia, jina la Dr. John Pombe Magufuli litaendelea kuandikwa kwa herufi za dhahabu. Alikuwa taa iliyowasha mwanga katika giza la changamoto, akiamsha michezo kama simba aliyotoka usingizini. Leo uwanja wa michezo Tanzania unashuhudia matunda ya juhudi zake. Viwanja vimeimarika, timu zimepata ushindi, na Watanzania wana sababu ya kujivunia urithi wake katika sekta ya michezo. Ataendelea kuishi kama mwale wa jua unaotangulia alfajiri mpya ya mafanikio ya kila siku. Ni mimi Abubakar bin Nasr. Usisahau kusubscribe na kulike ili kuendelea kupata makala nzuri zaidi ndani ya Red Pro Media.